Je, unafikiri uchaguzi wa Kenya wa mwaka 2027 utakuwa wa haki au tayari umeanza kubadilishwa kimya kimya mbele ya macho yetu? Manake kuna uamuzi mpya wa IEBC unaopinga marufuku kupiga picha na kurekodi video ndani ya polling booth. Na sasa adhabu yake ni kali sana, hadi shilingi milioni 1 ya Kenya au miaka 3 jela au vifungo vyote viwili. Lakini swali kubwa ni hili. Je, hii ni hatua ya kulinda uchaguzi au ni mwanzo wa vita ya kuficha ukweli? Katika video hii utasikia mitazamo ya wananchi, Gen Z, media na hata bunge la mwananchi, na utashangaa jinsi Kenya ya mwaka 2027 inavyoanza kuchukua sura mpya kabisa. Hapa tunaona kijana mmoja akiwa amekasirishwa sana baada ya tangazo la IEBC kuhusu marufuku ya kupiga picha na kurekodi ndani ya polling booth. Anauliza swali ambalo linaumiza akili ya kwamba kama kura ni ya wananchi, kwa nini wananchi wasione ushahidi wa kile wanachokifanya? Wakenya, tunajenga nchi ya watu wajanja, sio watu bongolala. So, mmecheki post hapa chini, post inasema ati IEBC wamesema kuchukua picha na video time ya kupiga kura is prohibited, is strictly prohibited. Ati ukishikwa utakuwa na fine ya 1 million ama ukae 3 years ndani. Nataka hii message ifike IEBC. Nataka tuambie atuwaogopi. We will not fear. You are public officers and IEBC is a public office. So mwezi tuambie ati tusipige picha na tusirecord. Kwani mnataka kutuibia? Tunawaona, tunaanza kuwaona. Na baadaye mjue, hiyo siku tutatokea na HD cameras. HD cameras, tutarecord every small detail. Lazima tujue ni kura ngapi tumepiga na kura ngapi zitaibiwa. Hakuna kuibia kura this time round. Na si yeye peke yake, bunge la mwananchi Githurai nao wameibuka na hasira kali, wakisema hii sheria inaweza kuleta mashaka zaidi kuliko kuleta amani. Wengine wanahoji, je, hii inalinda uchaguzi au inaficha ukweli wa kile kinachotokea ndani? Wewe Kakafia, sijui unaitwa Ekathong. Hebu nikuelezee hivi. Hivyo umesema sijui ati IEBC bans photography and video recording during ati sijui inside polling booths. One time. Hebu nikuelezee hivi. Hapo kwa booth, hapo hatuendi. One time. Hapo hatutaki kujua. Lakini hapa kwa kuweka nini inaitwa kura, hapo tutakuwa, ndio? Wanasema siri yako, kura yako siri yako. So mahali unachaguliana hapo tutaheshimu, lakini mahali unaweka hapo ni one time. Tunaelewana vizuri? Mahali kwa kuverify voters hapo ni kwetu, tutakuwa live. One time. Pesa inatumika ni ya Wakenya, ndio? Kura ni ya Wakenya. Viongozi wanaochaguliwa ni Wakenya. Hata huyu Ekathong analipwa na Wakenya, ndio? Kwani hiyo kiti amekalia ni yake? Kama ni yake angekuwa Turkana, ndio? Sasa hii amekalia kiti ya Wakenya yenye ni national seat, ndio? Sasa nikuelezea Ekathong, tutakuwa live in all the polling stations. Sijui kuanga 46,000, sindio? Ama ni 46 sijui nini. Tutakuwa live, sindio? Live. Zikihesabiwa tunakuwa live. Wakitangaza tunakuwa live. One time. Agent wetu, tutakuwa na agent wa live na agent wa kurekod. Then mko na agent wenu wa makasia. Uchaguzi ni ya nani? Sindio? So hebu nikwambie, hata hapo kwa booth Wakenya wakakubali ichukuliwe, itachukuliwa, sindio? One time. Lakini kwa booth isikue, ndio wananunua kura wasipate evidence. Hiyo iko straight. Kwa booth isiku, lakini akiweka tunamulika, ikihesabiwa tunamulika, ikiverifyiwa tunamulika, tallying center tunamulika. Hii uchaguzi tutamaliza by saa 3, because by the time wamemaliza kuhesabu tutakuwa na tallying center yetu. Mwenye ako huko sijui Murwadikil anatuma yake, mwenye ako Teso anatuma yake, tunajumuisha. Calculator zenye tutatumia sio zenu. Unajua hata Ruto alisema ati Kenya tunatengeneza ni digital card. Digital card gani? Kitu digital tunatengeneza Kenya ni uongo. Na inaenezwa na State House. Sio watu watitengeneza AI ati ya soko ya nini? Soko ya kunaitwa Gikomba. Wakatuwekea AI hapa ati soko iko hadi na swimming pool. One time. Hiyo ni digitalize. Hiyo ndio digital, kitu digital tunatengeneza. Uweko peke yake. Hiyo ndio asset yenye mumeweka. Na mumeweka mayai hapo. Mimi naomba ivujike. Itafujika hiyo. One time. Ni mayai ikivujika, sisi tuko na shida. Pia tuna shida.
One time. Hata tukasongo. Kwani ni kasongo ngapi zimekufa? Ndio kasongo ni ngiri. Ngiri ikikufa, shida yetu iko wapi? Ngiri inakuli yako nyama, lakini yake hatukuli. Hiyo kagiri hatuwezi. One time. Tumalizia hapo. Lakini Gen Z Kenya hawajakaa kimya kabisa. Mmoja wao ameleta wazo linazozua mjadala mkubwa, wazo la People's IEBC. Anasema kama serikali inaweza kuzima internet wakati wa uchaguzi, sisi pia tunaweza kuunda mfumo wetu wa uchaguzi unaoendeshwa na wananchi. Hili si wazo tu, ni ishara ya kizazi kipya kinachotaka control ya digital democracy. So, what if the government shuts down the internet in 2027 and rigs itself back in? This is exactly the situation we've addressed with the latest feature in the People's IEBC. But before I show you what that feature is, if you don't know, the People's IEBC is a system that will ensure no one rigs the election come 2027. That will allow any Kenyan to upload the picture of the presidential results form, the Form 34A, and our AI models will analyze those pictures, extract the values, and verify if the form is real, and then tally the results and display them in a public web page for everyone to keep track of and see. All these, of course, secured by the Cardano blockchain. But if the internet gets shut down, then our work, all of it is rendered useless. And so to safeguard against that, we have developed a new feature called Results kwa Kabambe. These will allow our agents, and by the way, if you're not registered as a People's IEBC agent, go to peoplesiebc.org and register as a People's IEBC agent. So let me show you how it works. For example, I am a verified People's IEBC agent. So I will text the word report to a short code, and then as you can see, it asks me for the polling station ID. I will enter the polling station ID, and then it asks me now for the votes cast. I'll say 350. It asks me for the candidates votes. So for Edwin Sifuna, I'll say 343. For Eliud Owalo, I will say 5. For William Ruto, I will say 0. And then the rejected votes, I'll say 2. And then as you can see, it sends me the tally of what it has accumulated from the other agents across Kenya, so that I can also just understand what's happening. And yeah, that way, even if the internet gets shut down, everyone can keep track of what's happening and how the tallies are adding up to ensure no one rigs and gets away with it. So this agent, I have built it using the knowledge of building AI agents, and I teach people how to do this even if you don't have a technical background in a 6-day program. And so if you're interested in learning how to build these agents, go to mataharidigital.com and register for our program. It's only 2,999 Kenya shillings. Na kuna maoni mengine yanayosema mwaka 2027 haitakuwa rahisi hata kidogo. Janeko Gen Z anaonya kwamba mtu anayechukua nafasi ya mwenyekiti mpya wa IEBC baada ya mabadiliko ya uongozi atakutana na shinikizo kubwa, macho ya dunia na taifa lililogawanyika kifikra. Swali linabaki, je, IEBC ya mwaka 2027 iko tayari kubeba mzigo huu? Okay, Wakenya. Sijui kama mmeona hii news. IEBC chairperson mwenye amechaguliwa tu juzi, huyu Erastus Ethekon ameresign. Unajua hii kiti ya chairperson ya IEBC itakuja kusumbua sana. Juu Wakenya wameshajanjaruka. Majenzi wanachukua kura. So mtu mwenye atakuwa hapo hapo ni kifo. I'm telling the truth. Hapo ni kifo. Hapo ukikuwa tu hapo, na ujue wewe ni mtu mwenye atachukua hongo, ama wewe ni mtu mwenye atasoma vitu zake, atasoma wrong results, wewe jipange tu mapema. Ethekon ameona tu sitaki kupigana na Wakenya, sitaki kuuza Wakenya, ndio maana ameresign. Na wacheni niwaambie hivi, mtu mwenye atachukua hiyo siti ya chairperson ya IEBC mwenye atatangaza election ya 2027 atakuwa na kazi ngumu sana. Na kama unataka kuchukua hiyo kazi, kubali pia kutake risk, kubali pia kukufa, kwa sababu hii ni kama kifo. 2027 nawaambia ukweli, majenzi sisi tutalinda kura zetu. Hakuna mtu atatuibia. Hakuna election itakuwa rigged. I'm telling you for free. Sasa kama wewe unataka hiyo kazi ya chairperson, wewe chukua tu, lakini jua hakuna kitu utasoma wrong, ama hakuna result yenye utatoa ya uongo. Na ukitoa ya uongo tutamalizana na wewe hapo na hapo. Hutahepa. So kama unachukua hiyo kazi, wewe chukua hiyo kazi, lakini jua ya kwamba you are risking. Heri mwache hiyo siti baki hivyo, tutengeneze hata nini system yenye itajitangaza peke yake.
tutakuwa tunapiga kura, system ikicount, ikimaliza inatangaza. Lakini wewe unataka kukua hapa, tunapewa pesa, unaenda kutangaza result yenye ni uongo. Tunakuua wallahi, tell the truth, tunakuua. So unaona amekimbia, ametoka. Unajua ametoka kwa nini? Ameogopa pressure. Wakati huo huo, media nchini Kenya inachambua picha ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa Kenya. Watangazaji hawa wanatoa maoni makali ya kwamba Wakenya walionekana wakiwa watulivu mbele ya mgeni, lakini ndani ya mioyo yao wanajua mwaka 2027 watakachokifanya. Hapa ndipo mjadala unakuwa mkubwa. Je, watu wanaficha hisia zao mbele ya dunia? Chukueni bilioni 4, polisi naye mtapeleka kama ni mmoja mmoja, sisi tutafanya uchaguzi bwana. Kwani nchi hakuna kitu ambacho kina waki jamani, kinakamilika. Hakuna kitu ambacho kiko kwa ukamilifu. Unajua viongozi wamekuwa hapa Kenya wamesifia Kenya sana. Hapo mbele wamesifia Kenya sana. Alafu hapo chini hawajui nini inaendelea kwa ground. Macron, hatuna polisi wa kutosha jamani. Kwa uchaguzi. Unajua Macron aliyekuwa katika njia ile ambaye mwenyewe anafurahia. Anakimbia asubuhi, anapigwa na upepo mwanana. Anaona kila kitu ni sankida. Sankida. Alafu isitoshe Mwashumbe, ilifanya kama ile story ya hoteli. Unajua hoteli? Hoteli pale umekaa ukikula pazuri, lakini jikoni imefungwa kabisa. Imeandikwa no admission. No admission, only staff. Sasa ukiweka haya yote pamoja, kuanzia marufuku ya kamera, Gen Z kutengeneza People's IEBC, onyo kuhusu IEBC mpya mwaka 2027, media inasoma tabia ya wananchi na hasira mitaani, unapata picha moja kubwa ya kwamba Kenya inaingia kwenye uchaguzi ambao si wa kawaida tena. Ni vita ya taarifa, mitandao na uaminifu wa mfumo. IEBC, kuna kitu inaenda kufanyika kati ya sisi wananchi na nyinyi. The fuck is this? Hello? Hey. Sasa swali langu kwako ni je, marufuku ya kamera yanalinda uchaguzi au yanaficha ukweli? Niachie maoni yako kwenye comment section, na kama uko Kenya, Tanzania au diaspora, basi fanya tusikie mtazamo wako. Usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa stori zaidi za Afrika Mashariki zinazotikisa mitandao. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.